Bwana Falia, tafadhali mashukura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Leo nimekuja hapa Mjingoni Clouds FM kupiga story na mwamba kweli kweli mwite David Campixter. Leo tuko naye live. Naona kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu. Sasa njoo tuzungumze michezo, lakini kubwa zaidi bwana, Young Africans wamepata bonge moja la kiungo. Young Africans wameshusha bonge moja la kiungo. Hivyo ndivyo ambavyo naweza kuzungumza. Lakini vipi tena kutakuwa na story za kwamba Aucho arejee Jangwani, ama kiungo huyu mpya wa Yanga amekwenda kuzima stories za Aucho na amekwenda kuzima matatizo yote ambayo yalikuwa yanaonekana sehemu ya kati haiko sawa. Ni swali ambalo David Campixter anakwenda kutujibu vizuri. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, kuwa nasi bwana, sako kwa bako, ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile. David Campixter, kwa vizuri bro? Good kabisa. Uzima upo na haulalamiki? Hatutetereki. Yes. Mwenyezi Mungu anaendelea kuwa sehemu ya maisha yetu kila siku. 2026 ndio hii kabisa. So tunaendelea kufurahia pumzi ambayo tumeendelea kupewa na Mwenyezi Mungu, atulipii. Yes. Wala unajua tuko sawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kusema kweli. Okay. Thank you very much. Sawa. Bwana, nataka tuzunguke pale kidogo mitaa Twiga na Jangwani. Kiungo wao mpya namba 6 tayari ameshatambulishwa rasmi na ameshakiwasha. Mengi tumeyaona kutokea kwake. Kwako Momo Dombia, kwa maana ya Mohamed Damaro Kamara, ni mchezaji wa aina gani? Na je, ni mchezaji sahihi kwa klabu ya Yanga kutazama mahitaji ambayo wako nayo? Kwa sababu ikumbuke Young Africans ana kibarua pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na anakwenda kukutana na Al Ahly ya pale Egypt. Je, Damaro Kamara anaweza kuhakikisha pale kati anazima umeme wa Mamelodi? Ahly. Yes. Ahly, yes. Yes. Unajua football ni mchezo wa hadharani. Yes. Cisco. Kwa hiyo kwa kipindi kifupi ambacho tumemuona kwenye michuano ya Mapinduzi, unaona ni mchezaji ambaye kwanza anacheza kwa mamlaka, mchezaji ambaye ni mchezaji ambaye anacheza kwa utawala. Yani ni mchezaji ambaye kwenye eneo ambalo anakabidhiwa kwenye kikosi cha Young Africans, unaona kabisa kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana kitu cha ziada. Ni mchezaji ambaye Young Africans walikuwa wanamhitaji kwenye eneo la kiungo, kama ambavyo ilikuwa uwepo wa Khalid Aucho. Aucho alikuwa anaihakikishia Young Africans kwenye eneo la kiungo kuwa na utawala. Alikuwa anaifanya Young Africans kuwa ni timu ambayo mara zote ikiingia uwanjani unaamini ya kwamba eneo la kiungo litakuwa chini ya utawala wa Young Africans kwa asilimia kubwa kwenye michezo mingi sana. Yes. Na ukiwa na uwezo wa kumiliki eneo la kiungo kwa asilimia kubwa unakuwa ni timu ya kwanza uwanjani kabisa. Kinachosalia ni namna ambavyo eneo la ushambuliaji linaweza kuconvert zile chances ambazo zinakuwa zinatengenezwa, kwa sababu mwisho wa siku pale ambapo unakuwa na kiungo mwenye mamlaka ambaye ana uwezo wa kuwaruhusu wachezaji kwenye position nyingine kufanya majukumu yao kwa usalama kabisa, lakini pia eneo la ulinzi, kwa sababu Aucho alikuwa anaihakikishia Young Africans kwenye eneo la ulinzi kuna utulivu, back four yake. Kwa hiyo baada ya kuondoka kwa Khalid Aucho tumeshuhudia kwa upande wa Young Africans ikipitia kipindi cha mpito wamehangaika sana. Yes. Leta mtu kama Musa Bala Conte, wamejaribu akina Azizi Ndambwile, yes. Lakini bado unaona kulikuwa na utofauti. Unajua tumeumbwa kwa utofauti, kila mmoja, yani Cisco una kitu chako cha tofauti ambacho Campixter hawezi kukifanya. Ndio vinavyotutambulisha, na Campixter na kitu changu ambacho Cisco inawezekana anaweza kufanya, lakini kwa mtindo ambao maybe unaweza usiwe kama ambavyo anafanya mtu mwingine, of course. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinatofautisha sisi binadamu ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu. So Khalid Aucho Mwenyezi Mungu alimpatia hicho kitu ambacho kusema ukweli kwa misimu minne ya mafanikio ya Young Africans unaona kwamba Aucho alikuwa ni sehemu ya ujenzi wa Young Africans iliyo bora. Yaani kwa sasa hivi duniani timu ambayo ina kiungo bora ndio timu ambayo inakuwa ni ya kwanza uwanjani kabisa. Barcelona iliyokuwa bora ilikuwa na kina Sergio Busquets, wakina Javi Hernandez, wakina
Andres Iniesta, unajua kwa hiyo unaona ni timu ambayo kiungo kikiwa kimekaa kwenye kwenye hiyo hali ambayo nasema kwamba watu wenye maarifa ndivyo ambapo unapata timu iliyo bora. Kwa hiyo baada ya kuondoka kwa Khalid Aucho, Yanga wamestruggle. Unaona kabisa ya kwamba Musa Bala Conte ameingia kwenye jaribio kubwa sana. Okay. Watu walikuwa wanatamani kumuona Musa Bala Conte akiingia kwenye kikosi cha kwanza na kuleta ule utawala ambao Young Africans walikuwa nao kwenye eneo la kiungo, lakini kwa bahati mbaya imekuwa tofauti. Kwa hiyo Damaro inawezekana alikuwa kwenye timu ambayo ilikuwa watu waifuatilii kwa namna ile, lakini mtu ambaye ameifanya Singida Black Stars kuwa katika tunasema kwamba kuwa ni moja ya timu ambayo ilikuwa ni tishio tishio sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Yanga waliona potential yake na umri wake, wamemchukua na kwa michezo hii mitatu ambayo amepata nafasi, unaona ni mchezaji ambaye kama ataendeleza kile ambacho wamekifanya kule visiwani Zanzibar, naamini hana mpinzani kwenye position ambayo Young Africans wamekuwa kistruggle kusema ukweli. Buki Abuya yes amejaribu, ame show up, ana uwezo, lakini ile top notch sio, umeelewa vizuri? Bado unaona kabisa kwamba kwa namna ambayo nimemtazama Damaro, my friend, Yanga wamepata mtu kusema ukweli. Hapo kwa wamepata mtu, tukazie, ni mtu ambaye anaweza kuwasaidia kwenye mashindano ya ndani kwa maana ya kupambana na Simba, kupambana na Azam FC, ama ni mtu ambaye pia anaweza kawasaidia kupambana na Ahli, kupambana na Mamelodi, kupambana na Esperance de Tunis? Kwa sababu binafsi nikitazama Young Africans kwa sasa, soka la ndani hawana shida nalo sana, na nikitazama si ndani tu, hata Afrika Mashariki Young Africans hamna wa kukua kwa hivi karibuni, yani tuweke unafiki pembeni, kwa sababu hata tunavyolalamika tukisema Young Africans sajili zao hazijapiki, ni kwa maana walikuwa wachezaji bora kuliko waliowaleta. Tafsiri, Yanga akisajili winga anatakiwa aje winga ambaye kufanana na Pacome ama kumzidi Pacome. Akisajiliwa beki wakati aje kufanana na Job ama kumzidi Job. Akisajiliwa kiungo, kwa sababu Aucho alituachia alama, aje kama Aucho ama kumzidi Aucho. Tunalalamika kwa sababu waliokuja hawakuwa bora kama wale tulio wazoea, lakini na haimaanishi kwamba ni wabovu, hapana. Wanaweza kwenda kwenye timu nyingine tena kubwa na wakacheza vizuri sana. Huo ndio ubora ambao wamejiwekea. Na ndio maana swali langu nataka niulize, je, huyu Mohamed Damaro Kamara atawasaidia kwa milengo ipi ya ndani, ama hata akikutana na vigogo barani Afrika kwa maana Ahli, Mamelodi na wengine wengi ikiwemo Pyramids, anaweza kuwasaidia Young Africans? Kwanza wachezaji ambao wanatokea kwenye ukanda wa magharibi mwa Afrika ni wachezaji ambao asilimia kubwa wanakulia kwenye ile misingi ya ukuaji kwenye mchezo wa mpira wa miguu, na kwa asilimia kubwa ambao wanakuja na kushow up, asilimia kubwa wamekuwa wakiwa na impact, wana impact kubwa sana kwenye vilabu vyetu hivi. Na kuna wengine ambao wameshashiriki kwenye michuano mikubwa ya vilabu barani Afrika, ndio maana ukimzungumzia mtu kama Pacome, Pacome ilikuwa ni ASEC, sio? Pacome ilikuwa na ASEC Mimosas, mtu kama Stefan Aziz, Jean Charles Ahoua, alikuwa ni Stella, kitu kama hicho, lakini ukitazama hiyo kanda ya